إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, ndugu zangu Waislamu, leo tunaendelea tena katika darasa zetu hizi za adhkar na dua, na leo tunawaletea aya 3 za mwisho hizi ambazo tumezieleza kwamba ukisoma Muislamu, kwanza Mwenyezi Mungu anakuletea kundi la malaika ya 70,000 wanakuja kukuombea dua kwa mtu ambaye atakayedumu na kusoma aya hizi 3. Licha ya wewe ukisoma alafu ukamuomba Mwenyezi Mungu chochote utakachokiomba, Mwenyezi Mungu atakupa, kwa sababu hizi aya 3 ndani yake zina majina 16 ya sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukisoma hizi aya 3. Kwa hiyo ni vyema Muislamu ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho mada hii, ili ukazikamata hizi aya 3 ukazifahamu ni zipi, ili uende ukazisome inshallah na udumu nazo. Mwenyezi Mungu akupe kile ambacho wewe unachokihitaji kupitia hizi aya 3. Kwa hiyo ni vyema ukafuatilia na ukasikiliza darasa hili mpaka mwisho, ili ukapate faida biidhnillahi ta'ala. Ndugu zangu, Qur'an sisi Waislamu kwetu ina mambo mengi sana. Qur'an imekusanya takriban mambo 5. Ndani ya Qur'an kuna dua, ndani ya Qur'an kuna tauhidi, ndani ya Qur'an kuna vitu vingi sana ambavyo Mwenyezi Mungu ameviweka katika Qur'an. Kwa hiyo mara nyingi tunapoisoma na tunapotoa khawasi mbalimbali, basi ni vyema ukazisikiliza na ukaenda kuzifanyia kazi. Ila pale penye mapungufu tunaelezana, bwana hapa pana makosa, na rekebishana inshallah, kwa sababu hakuna mkamilifu. Mkamilifu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake ndio amekamilika, lakini sisi wala hatuna ukamilifu katika hayo. Na kabla sijaletea hizi aya 3, niwakumbushe wale ambao wanapenda kujiunga katika dua yetu ile ya Ijumaa. Kuna dua ya Ijumaa tarehe mwezi 24. Dua hii inakwenda kufunga mwaka, kwa sababu mwezi huu ndio mwezi wa mwisho katika miezi ya Kiislamu. Ukiingia mwezi wa Muharram na kwa mwezi wa kwanza. Kwa hiyo dua hii inabeba watu 50. Kama anaingia baba basi na familia yake, kama anaingia mama na familia yake. Dua hii anashiriki mtu aliyeko sehemu yote, aliyoko Tanzania na hata aliyoko nje ya Tanzania anaruhusiwa kushiriki katika dua hii. Taifanya siku ya Ijumaa, na wengi sana wameomba tuifanye baada ya magharibi. Wanasema ndio muda ambao watu wengi wanakuwa wametulia katika majumba yao. Ndugu yangu, anaipenda kujiunga basi atapiga simu hizi apewe utaratibu wa kujiunga katika dua hiyo, na namba ni 0788 905151 na 0793 052 052. Ndugu yangu, twende kwa kusomea hizi aya zenyewe 3, alafu nikupe utaratibu wake namna gani utakwenda kuzitumia hizi aya 3. Zisikilize kwa makini. Zenyewe ndugu yangu katika imani, hizi ni aya zilizomo ndani ya surat Al-Hashir. Aya 3 za mwisho zilizomo ndani ya surati Al-Hashir. Nitakusomea moja baada nyingine. Unaanza aya ya 22 mpaka aya ya 24. Na hizi aya zimeanza zinasema, wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwa arrahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwa arrahmanur rahim. Hiyo ya kwanza. Ya pili, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam al-mu'minu al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Hiyo ni aya pili. Ya tatu, wallahu al-khaliqul bari'u wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardh wa huwa al-azizul hakim. Hizi ndio aya 3 ambazo zilizomo za mwisho zilizomo ndani ya suratu Al-Hashir. Tumesema jambo la mwanzo kabisa, aya hizo ukisoma Mwenyezi Mungu anakuletea kundi la malaika 70,000 wanakuombea dua. Na wallahi lazim ndugu yangu Muislamu, kuombewa dua na malaika kuna thamani kubwa sana. Kuna khairi kubwa sana, kwa sababu hao sifa yao kubwa kabisa, sifa yao kubwa, la yaasuna Allah, hawamuasi Mwenyezi Mungu malaika, wayafaluna ma yumarun. Kazi yao wao wanafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaamrisha. Kwa hiyo ikitokea hatua labda wao wakafika wewe kukuombea dua, basi kuna khairi kubwa sana inapatikana ndani yake. Lakini jambo la pili, ukisoma aya hizi 3, labda ukasoma asubuhi na ukasoma jioni. Ukisoma aya hizi asubuhi
wallahi qabla al-asri, mfano ukasoma aya hizi kabla al-asri alafu katikati hapa ukapatwa na umauti, basi ukifa unakufa shahidi. Na ukasoma aya hizi baada al-asri mpaka subuhi, katikati hapa ukipatwa na umauti, basi ukifa unakufa shahidi. Ndugu yangu, wallahi angalia khairi zilizomo katika hizi aya 3 zilizomo ndani ya suratul Hashid. Mimi na wewe Muislamu tuko hapi kwenye kusoma aya hizi. Lakini jambo la 3 vile vile, ukisoma hizi aya 3, baada ya kusoma basi sema maneno haya. Unaweza ukatanguliza mwanzoni ama ukatanguliza ukaleta mwishoni. Ukasema a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Unaweza ukaanza mwanzoni ama ukaleta mwishoni. Cha kwanza, Mwenyezi Mungu anakuletea kundi la malaika kuja kuombea dua. Lakini pili, kama utasoma asubuhi, basi katikati hapa kabla jioni ukapata na mauti, unakufa shahidi. Ama ukasoma jioni kabla asubuhi ukafa katikati, unakufa shahidi. Lakini jambo la 3, utaposoma aya hizi, basi utakachomuomba Mwenyezi Mungu pale wakati unasoma, Mwenyezi Mungu atakubali dua yako atakujibu dua yako ndani ya saa 24, kwa sababu wakati unasoma aya hii tayari malaika wa Allah watakuwa wamehudhuria na wao kipindi kile wanakuombea wewe dua. Kwa hiyo wakati malaika wanakuombea dua na wewe umenyanyua mikono yako hii, unamwambia Mwenyezi Mungu haja zako, unamwambia Mwenyezi Mungu shida zako, wallahi alazim Mwenyezi Mungu atakujibu ndani ya masaa 24 ukisoma aya hiyo. Kwa nimekupa ndugu yangu ikamate, nenda kaifanye kazi ili uweze kuona faida na utukufu na thamani iliyomo katika aya hizi 3 nimekusomea za suratu al-Hashir. Zishike hizi inshallah na nenda kazifanyie kazi biidhnillah taala, uende kuona muujiza na maajabu yake. Baada ya kusema hayo, inshallah kwa leo utaishia hapa. Tukutane katika darasa lijalo kipindi kijacho, na wale ambao wanapita katika channel yetu hii lakini bado hawajasubscribe, basi wasubscribe ili mradi waweze kupata faida mbalimbali za maudhui na aya mbalimbali ambazo kwamba tunazileta katika darasa zetu hizi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.